Nikiwa na kijana Onesmo Kapinga nikija kupigana story moja mbili tatu kwa zile ambazo zinazotendi mtani kuwa kwamba ana jambo la kuoa. Leo hii nitazungumza naye mawili matatu, kila jambo mtalijua. Bwana, habari yako? Salama, habari ya uzima. Mungu anasaidia. Hongera sana bwana. Asante sana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam kabisa. Nimepata taarifa mbili tatu kwamba nasikia unaoa. Ndio. Na katika harakati za kuoa hizo maneno mengi sana mtani yanaongeleka kwa kutokana na maarufu wako ambao nao nikaona si haba Atizai TV tumefunga safari yetu moja kwa moja mpaka hapa kwako kuja kupiga nawe story. Yes. Umejiandaa vipi kwa jambo la kuoa ambao imekuwa ghafla binivu na mtani imekuwa kubwa sana? Jambo la kuoa si jambo dogo. Na jambo la kuoa mtu halipangi yeye tu ghafla, yani from nowhere tukapanga kama naoa. Ila tu ni mipango Mwenyezi Mungu ambaye anaipanga kwa mtu, ufika wakati mtu aweze kufanyaje kuweza kuoa au kuolewa. Sawa bwana. Sababu hapo wengi watu wana date miaka mitatu, miaka minne, wanachezeana, kuoana wawani, mwanaume anaoa mtu mwingine, utaoa mtu mwingine. Kwa mimi jambo hili utakoa nimelifanya limekuwa la ghafla, hapo nimekuwa msikizo, hapo nimekuwa nimeenda vile. Kwa sababu gani? Kutokana na mimi mwenyewe jinsi ambavyo naishi na watu vizuri na nilivyokuwa na ukaribu wa watu. Katika mtaani tunapopita kwamba inasemekana wewe hapo awali ulikuwa ni Mkristo. Lakini kwa taarifa ambazo ninazo mpaka hivi sasa kwamba ndoa yako inakuwa ni ya Kiislamu. Kwa hiyo inasemekana kwamba wewe umebadilisha dini, umekwenda Uislamu kwa ajili ya kumpata mwanamke, ni ambayo kwa mwanaume wanasema ni aibu mwanaume kubadilisha dini kumpata mwanamke. Hapana. Kwa jambo hilo mimi nalikataa kabisa, na nikataa tena hadharani, na nikataa tena bayana kabisa, kwa sababu hata mke wangu mtarajiwa afahamu kama mimi nilishaikuwa ni Mkristo. Yani hajui kama mimi ni Mkristo. Kutokana na vile mimi nilikuwa ni mara nyingi nilikutana naye, nimekuwa katika mavazi ya Kiislamu na nimekuwa katika mavazi ya kawaida. Yani basi kama alikuwa kama mimi ni muuni, basi alikuwa akifahamu mimi ni muuni hivyo. Na kama alikuwa akifahamu mimi ni Mkristo, ni Muislamu, basi alikuwa akifahamu hivyo kama mimi ni Muislamu, mpaka leo hii anafahamu bado mimi ni Muislamu. Kwa hiyo afahamu jina kwamba afahamu kwamba mimi naitwa Onesmo, ile anafahamu kama mimi naitwa Salem hivyo ile kama hivyo. Kwa kwamba ni ushawishi wa pande mwanamke kunishawishi kama mimi ni Muslim kwa sababu yake yeye, hapana, haina maana hiyo bro. Ndio